Maana tunajua si wa Irani asilimia kubwa ni Mashia, na kuna mgogoro mkubwa kati ya Ahlus Sunna wal Jamaa na Mashia katika baadhi ya mambo. Kuna mgogoro mkubwa kati ya Mashia na Ahlus Sunna wal Jamaa, yani sisi tuna mgogoro mkubwa na Mashia. Tunajiuliza, hawa Mashia ambao sio tunawaona hawa sio Waislamu, mbona hawa ndio wamekuwa mstari wa mbele kuitetea Middle East? Na yale mataifa ambayo tunaamini sisi ndio mataifa ya Kiarabu ambayo tuna misimamo sawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mbona wale hawatetei ardhi ya Middle East? Kwa nini hawa, kwa nini sio hawa? Hapa napo unapata alama ya question mark. Kwa nini? Sasa Marekani na washirika wake wanajua kikwazo cha kuto kuikamata na kuishika Middle East ni Iran. Kikwazo cha kuto kuishika Middle East na kuto kushika rasilimali vizuri ya Middle East ni Iran. Lau kama wakifanikiwa kummaliza Mwirani, maana yake Middle East nzima inakuwa katika mikono ya Waisraeli na mikono ya Marekani, na eneo lote linakuwa katika milki, anafanya anavyotaka Marekani na Israeli. Lau kama watafanikiwa kumpiga na kummaliza Mwirani, wakifanikiwa kwenye hilo, na hawawezi kufanikiwa, yani Mwirani kumpiga na kummaliza hawatoweza kufanikiwa. Na kwa nini hawatoweza kufanikiwa? Kwa sababu Mwirani tangu alipoanza kuwekewa vikwazo na wao watu wa Ulaya, tangu walipoanza kuwekewa vikwazo inafika miaka 45 mpaka leo, baada tu ya kutokea mapinduzi 1979, Irani kaishi kwenye vikwazo mpaka hii muda huu nazungumza nawe, hadi muda huu Irani iko kwenye vikwazo. Lakini ajabu ya Mwirani ni kwamba amejiimarisha kwenye teknolojia, kwenye nyanja, yani Irani haagizi chochote, hafanyi importation kutoka nchi yoyote. Irani hafanyi hivyo, bali Irani anafanya exportation kwenda katika baadhi ya nchi nyingine. Mwirani haagizi chochote kutoka katika taifa lolote. Mwirani anatengeneza drones zake, ndege zake, vifaru vyake, silaha zake, yani kila kitu unachokijua wewe. Mbaya zaidi, Mwirani yuko ame kwenye teknolojia zaidi ya mataifa ya magharibi. Zaidi, hakuna mtu aliyekuwa anadhani hapa kama siku moja Tel Aviv Israeli inaweza ikaguswa na mabomu. Hakuna aliyekuwa anaamini hiyo. Lakini vita siku 12 Mwirani alimuonyesha Muisraeli na Marekani kwamba mimi nina teknolojia ya kuweza kuingia mpaka Tel Aviv, chumbani kwa Muisraeli, na akaungurumisha mabomu na anga ya Tel Aviv ikaenea ndege zisizokuwa na rubani za Mwirani. Israeli akachanganyikiwa kwamba ujamaa teknolojia hii katoa wapi, na wao wanaamini kwamba wana iron domes, ile mifumo ya kuzuia, lakini bado ilishindwa, na Mwirani akaingiza ndege pale ndani. Kwa hiyo Mwirani ameadvance, na bado hata katika vita inayoendelea bado Mwirani anaonyesha teknolojia yake, namna gani ameadvance kwenye teknolojia, anawaonyesha kwa Marekani.